hiki cha ODM kitazidi kufanya kazi kwa karibu sana na serikali iliyoko kwa sasa inayoongozwa na Rais William Ruto. Bila shaka shughuli iliyoko kwa sasa ni kwamba mwili tayari umeweza kufika hapa, jeneza hilo limeweza kufunguliwa. Basi naona kuna nafasi, kuna watu viongozi ambao wamechaguliwa ama na pia wafanyikazi katika ngazi za juu wanapata nafasi tena kuitazama mwili ule kwa mara ya mwisho katika boma hili la Raila Amolo Odinga inayojulikana sana kama Opoda Farm. Kumbuka mwili huu uliweza kutolewa Kisumu kupitia njia ya chopa ama ya kijeshi, na pia wakazi wa huko wakapata nafasi kwa masaa ama saa 2 ama 3 hivi basi kuitazama mwili huo. Na ni kama shughuli ya kutazama mwili haijaisha, kwa manake jeneza ingali imefunguliwa hapa, kunao na wanapata nafasi tena ya kutazama mwili huo, na tunatarajia labda na shughuli hii itaweza kuendelea usiku kucha kabla ya mwili mwenyewe kupelekwa kule kufululizwa hadi kule chuo kikuu cha Jaramogi, ambapo misa ya wafu itaweza kuandaliwa kabla mwili mwenyewe kupelekwa moja kwa moja hadi boma la babake Raila ambayo inajulikana kama Kang'o ka Jaramogi. Na kubakia swala hilo, basi tukiweza kutoka hapa pia tutafululiza moja kwa moja kuelekea pale na kuangalia hali iko vipi kulingana na maandalizi ya kaburi, ambapo itakuwa ni safari ya mwisho Raila Odinga. Kwako Achola Simon. Naam, Wycliffe, kuna yapo mambo kadhaa ambayo umeweza kuyagusia, na pengine tu nigusie swala la kutizama mwili. Umesema inaonekana kama shughuli hiyo bado haijaisha. Kama pengine Wakenya kutoka katika eneo hili wangepatiwa, ama Wakenya wangepatiwa nafasi ya kuona mwili wa baba, basi pengine ingechukua takriban mwezi mzima, kwa sababu ukitizama tu ule umati ambao ulijitokeza leo pale Kisumu, wote sidhani hata kama wote waliweza kupata nafasi ya kuweza kutizama mwili huu. Na hii si tu watu wa nje, bali pia ni watu wa karibu ambao wangetaka kuona mwili huu, lakini kwa sababu moja ama nyingine hawajaweza kupata ile bahati, na ni kwa sababu kwamba watu wamejitokeza kwa wingi sana. Kwa hivyo tunatarajia kwamba watu watazidi kutizama mwili huu, na wakati wote ambapo watu wataweza kupata nafasi, basi bila shaka wataweza kufika na kuweza kutizama mwili huo, iwapo familia itazidi kuruhusu. Kwa sababu hata nimesikia wakazi wa eneo hili wakiuliza, je, kesho watapata nafasi ya kuweza kutizama mwili huo? Kwa sababu wengi wanasema hawajaweza kupata nafasi ya kuona. Hatujui kama wataweza kupatiwa nafasi hiyo hapo kesho, lakini ni kuomba tu kwamba pengine yote yule ambaye atataka ama ataweza kupata nafasi ya kutizama mwili huo, basi ataweza kupata nafasi hiyo. Swali lingine ambalo kidogo nimesikia likichipuka sana ni swala ambalo wengi wameminizia Raila sifa na kusema kwamba ni kiongozi ambaye alijinyima sana yeye mwenyewe na kuhakikisha kwamba anaweka nchi yake mbele. Hili ni tofauti sana na kulingana na vile watu wamekuwa wakieneza uvumi ama kisiasa humu nchini. Na bila shaka vile umesema, kutangia juzi tumeweza kuzungumza na wengi ambao wanafika katika boma hili la Opoda Farm kuomboleza Raila Amolo Odinga, na wengi wanasema waliweza kupata nafasi, wanaohudumia kwa sasa, wanaofanya kazi kwa sasa kupitia kujitolea kwake Raila Amolo Odinga. Kina mama ambao tumeweza kuzungumza nao jana wakisema kwamba kama si Raila Odinga hawangekuwa na hudumu katika nafasi hizo kwa sasa. Kwa hivyo wale wanasema pengine kuna uvumbi vile umesema kule kwamba Raila pengine hakuwa anapatia na nafasi tosha, ila lakini kulingana na kwa mujibu ya zile taarifa ambazo tumeweza kupata jana kutoka kwa wale ambao tulihoji, ni kwamba wengi wana mengi kusema kuhusu Raila Amolo Odinga. Ni kwamba yeye alitaka kuona watu wanaendelea mbele na kuhakikisha kwamba kuna maendeleo yanadumu katika jamii, hasa eneo hili ukanda huu wa magharibi mwa Kenya. Swala ambalo pia lilikuwa linashangaza watu sana wakati mwingi ni wakati tunaingia katika uchaguzi, ni kwamba unaona kwamba ni mkinzani sana wa serikali, bali uchaguzi kuisha, anapata nafasi ya kuweza kusalimiana na kiongozi yule, ama anasema uchaguzi umeisha, sasa ni wakati mwafaka wa kuweza kufanya nini, kujenga nchi. Ni swala ambalo viongozi wengi sana hawawezi fanya.
Ni sawa jinsi ulivyosema, ni sawa sababu maneno haya ama mambo haya yameweza kuzungumziwa pakubwa sana. Wale viongozi ambao tumeweza kuhoji kutangia juzi, wale wakazi na pia waombolezaji tofauti wanaoweza kufika hapa, wamemsifia Raila kama aliyependa amani katika nchi hii. Kumbuka Raila mwenyewe ameweza kuwania nafasi hii ya urais ama uongozi wa nchi safari 5 zote, ikiwa anakosa kutua ushindi, lakini kila baada ya uchaguzi tunaona kwamba aliweza kusalimiana na zile serikali ama na ule aliyekuwa amepata ushindi, kuhakikisha ya kwamba hakuna machafuko yanayotokea nchini na kuhakikisha kwamba umoja unadumu katika nchi na pia amani inadumu katika nchi. Amesifiwa kutumia maneno mengi sana na mambo mengi sana, na hiyo ndio siku ya leo basi ama usiku wa leo ama muda huu waombolezaji wanaweza kufika hapa na kukumbuka tu yale ambayo Raila Amolo Odinga aliweza amechangia pakubwa sana, ambapo tukiweza kutaja sana basi tutachukua siku nyingi sana kutaja. Sote tunajua kwamba alichangia pakubwa katika kupata ile katiba iliyoko kwa sasa, ile katiba iliyoratibiwa, katiba iliyoweza kuhalalishwa mwaka 2010. Basi wengi wamesema kwamba Raila Amolo Odinga aliweza kuchangia pakubwa sana kupitia katiba hiyo. Basi tumeweza kupata ugatuzi, na ugatuzi ni kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi pia unaweza kutumika vizuri jinsi inavyotakikana kwa minajili ya wananchi. Na jinsi hizo picha unaona kwenye runinga yako ni moja kwa moja kutoka boma hili la Opoda Farm, ambalo ndio boma lake Raila Amolo Odinga. Kumbuka mwili huu utakaa hapa usiku wa leo hadi kesho asubuhi, ambapo mwili huu utapelekwa kule moja kwa moja jinsi nilivyokueleza katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga kwa misa ya mwisho ama misa ya wafu, kabla mwili huo kuweza kupelekwa kule Kang'o ka Jaramogi, ambapo ndio boma lake baba Raila, ambapo hataweza kuzikwa kama safari yake ya mwisho.